Habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa. Moja kati ya habari ambayo kwa sasa ni kubwa mno na inasambaa kwa kasi sana kwenye mitandao ya kijamii duniani ni taarifa ambayo wameitoa jeshi la Israel IDF, na kama taarifa hii itathibitishwa na Iran, basi itakuwa ni wiki ngumu sana kwa Iran katika wiki hii. Wakati taarifa hii ikizidi kusambaa kwa kasi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, huku tunaona waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi akitoa wito kwa Umoja wa Mataifa kulaani uchokozi dhidi ya Iran na kuwawajibisha wale waliohusika, akimaanisha Marekani na Israel ambao kwa pamoja walishirikiana na kuanzisha vita. Sasa taarifa hii ambayo inasambaa kwa kasi sana kwenye mitandao ni kwamba jeshi la Israel limetoa taarifa ya kwamba Ali Larijani, katibu wa Baraza la Usalama wa Taifa la Iran, ameuawa. Yaani katika mashambulizi ambayo wameyafanya usiku wa kuamkia leo, Ali Larijani ameuawa katika mashambulizi hayo. Kwa miaka mingi sana Larijani alikuwa ni moja kati ya watu wenye uzoefu mkubwa mno na kiongozi mwandamizi ndani ya uongozi wa utawala wa Iran, na alikuwa ni mshirika wa karibu sana na kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei ambaye aliuawa tarehe 28 ya mwezi wa pili mwaka huu. Ndio maana nasema kama taarifa hizi Iran watazithibitisha, basi itakuwa ni wiki ngumu sana kwa Iran katika vita ambavyo vilianza tangu tarehe 28 ya mwezi wa pili, lakini mpaka sasa vita vinazidi kukutanuka. Israel imesema imemuua Ali Larijani, afisa mkuu wa usalama wa Iran na mmoja wa viongozi ambao kwa sasa walikuwa wanaongoza Jamhuri ya Kiislamu tangu kuuawa kwa Ayatollah Ali Khamenei mwanzoni mwa vita. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema Larijani, mmoja wa viongozi wakuu wa kiraia wa utawala huo, aliuawa katika shambulio la usiku wa kuamkia leo. Katz ameonya kwamba kampeni ya mauaji ambapo wakuu wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu na vikosi vya kijeshi pia wameuawa itaendelea kama kawaida, akimaanisha kwamba targeti yao bado itaendelea kuwa ni viongozi wa ngazi za juu. Nimewaagiza IDF kuendelea kufuatilia uongozi wa utawala nchini Iran, Katz alisema katika taarifa iliyorushwa kwenye televisheni wakati akitoa taarifa za kifo cha Ali Larijani. Larijani alionekana hadharani mara ya mwisho wiki iliyopita katika mkutano wa kuunga mkono utawala wa kuadhimisha siku ya Quds, ambapo tulishuhudia viongozi wengi sana wakijitokeza hadharani. Alikuwa ni miongoni mwa viongozi waliojitokeza hadharani na alikuwa akitembea. Watu wengi mno tulishuhudia wakiwa na, sio watu tu, viongozi wengi sana siku hiyo walitoka hadharani. Sasa ukiangalia katika picha hii ambapo unamuona Larijani akiwa anatembea, kuna mtu mmoja yuko nyuma hapa. Sasa kuna huyu jamaa anaitwa David Keys ambapo kupitia ukurasa wake wa X alitoa taarifa siku hiyo ya kuadhimisha siku ya Quds. Alichukua ile picha baada ya kuona Larijani ameonekana hadharani, akaiposti kupitia akaunti yake ya X kama unavyoona kwenye hii posti yake kwenye mtandao wa X, zamani Twitter. Sasa kwenye posti yake hii akamzungushia huyu jamaa nyuma hapa kwenye duara jekundu ambaye unamuona hapa. Baada ya kumzungushia huyu jamaa alama nyekundu, akaandika hapa kwamba Larijani ndiye anayefuata. Ninajuaje? Kwa sababu mtu aliyewekewa duara jekundu anaitwa Haba Batol, ni mmoja wa maajenti wetu wakuu na pia ni rafiki yangu wa karibu. Haba ameingia Iran asubuhi ya leo akitokea Israeli, huku Mojitaba akiwa amekufa. Sasa taarifa hii alikuwa ameitoa kipindi ambapo kuna uvumi ulikuwa umesambaa kwamba Mojitaba Khamenei, huyu kiongozi mkuu wa sasa, kama unakumbuka juzi hapa taarifa zilidai ya kwamba ameuawa.
ndipo alipotoa hii taarifa kwamba huyo ambaye unamuona kwenye hiyo alama nyekundu ni mtu ambaye anamfahamu, ameingia Iran akitokea Israeli asubuhi ya hiyo siku, na misheni yake ilikuwa ni kumuua Ali Larijani, na amefanikiwa katika operation yake according to Israel, kwa taarifa ambayo wameitoa. Sasa akasema mwishoni hapa, kamalizia kwamba Larijani atakuwa na wiki ya kusisimua sana. Na baada ya taarifa hizi kutangazwa na Israeli kwamba wamemuua, ameposti picha nyingine akisema kwamba nilisema hiki kitu toka mwanzo. Hii ni posti yake ya pili baada ya Israeli kuthibitisha kifo cha Larijani. Kumbuka alikuwa ni moja kati ya viongozi wakubwa mno na alikuwa karibu mno na Ayatollah Ali Khamenei. Hata alipofariki Ali Khamenei bado alibaki kuwa ni viongozi ambao wanasikilizwa sana kwenye muhimili wa uongozi nchini Iran. Sasa huyu jamaa David Keyes ambaye alitabiri kwamba anayefuata kwa sasa ni Ali Larijani, huyu jamaa ameshawahi kuwa ni msemaji wa ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Alikuwa ni spokesman wa Benjamin Netanyahu. Kwa hiyo ni hiki kitu alikizungumza na kweli kimekuja kutimia, na mpaka sasa tutaona Israel wanazidi kutumia mfumo wao wa target killings. Wana target kuangamiza viongozi wakubwa katika muhimili wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Walianza katika vita hivi na viongozi hapa katikati wengi sana wameuawa, na leo hii wanatangaza kifo cha Ali Larijani. Kama nilivyokuambia, mara ya mwisho alionekana hadharani siku ya Quds, ambapo Iran wanaadhimisha siku ya Quds, ambapo inafanyika kila mwaka Ijumaa ya mwisho wa Ramadhan, ambapo viongozi wa Iran walitumia kuashiria uasi dhidi ya Marekani na Israel. Tulishuhudia viongozi wengi wakionekana hadharani, hata rais wa Iran Masoud Pezeshkian. Sasa wakati wa mkutano huo, Ali Larijani aliviambia vyombo vya habari vya ndani kwamba rais wa Marekani Donald Trump hakuwa na akili ya kuelewa kwamba Wairani walikuwa taifa jasiri, imara na lenye azma. Sasa wakati haya yanaendelea, nimekuambia kwamba Iran bado hawajathibitisha. Kuna taarifa pia au barua ambayo imepostiwa kwenye akaunti ya Ali Larijani na ni mwandiko wake kabisa, na taarifa hiyo nitakwambia hapa ilikuwa inamaanisha nini. Ndio maana bado kuna mashaka sana kuhusu taarifa za Israeli kama ni kweli kafa au hajafa. Kinachosubiriwa ni Iran kuweza kuthibitisha. Ali Larijani mwenye umri wa miaka 67 alikuwa ni mzao wa familia maarufu ya makasisi inayochukuliwa kuwa muhafidhina, lakini pia mwenye vitendo. Alikuwa ni moja kati alikuwepo pia kwenye majadiliano ya zamani ya nyuklia, ambayo baada tu ya kurudi kwenye umaarufu kama msiri mkuu wa kiongozi mkuu Khamenei baada ya vita vya awali dhidi ya Israel mnamo Julai mwaka 2025, akawa moja kati ya viongozi ambao wanazungumziwa sana na akapata umaarufu mkubwa sana. Hakukuwa na maoni yoyote kuhusu Larijani kutoka kwa serikali ya Iran siku ya Jumanne leo kama ni kweli kauawa. Wakati huo Israeli inasema kwamba imemuua. Akaunti ya mitandao ya kijamii ya Larijani ilichapisha barua inayodaiwa kuandikwa kwa mkono wake, ambapo aliwaomboleza wanajeshi wa majini wa Iran waliouawa katika vita hivyo. Mauaji haya ya kishahidi yataimarisha msingi wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu kwa miaka ijayo, ilisema barua hiyo katika akaunti yake. Kulingana na Hilali Nyekundu ya Iran, mpaka sasa watu wasiopungua 1200 wameuawa nchini Iran wakati wa vita vya karibu wiki tatu kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, ambavyo vimesababisha msukosuko katika eneo hilo na kusababisha bei ya mafuta kupanda duniani. Maafisa wa Israeli pia wamedokeza kwamba mtoto wa Ayatollah Khamenei, Ali, na mrithi wake Mujtaba Khamenei bado anasubiriwa kwa hamu ya kuuawa. Hajaonekana hadharani tangu kuuawa kwa baba yake na inaaminika alijeruhiwa katika shambulizi. Israeli inasema kwamba Larijani aliuawa usiku ule ule wa Goram Reza Soleimani, mkuu wa kikosi cha kujitolea cha kijeshi
cha Basiji cha Iran ambacho kina uhusiano na walinzi wa mapinduzi, lakini Iran bado pia haijathibitisha kifo cha Soleiman. Israeli imeshambulia mara kwa mara Basiji ambayo inawajibika kwa usalama wa ndani wakati wa vita, huku ikiwahimiza wa Iran wanaopinga utawala huo kuinuka dhidi ya serikali yao. Khamenei alimteua Larijani kuwa katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa na kumfanya kuwa afisa mkuu wa usalama wa Iran baada ya vita vya mwezi Juni, ambapo vituo vya nyuklia vya Iran viliharibiwa vibaya na kampeni ya mabomu kati ya Marekani na Israel. Wakati huo wachambuzi wa Iran walisema uteuzi wa Larijani ulikuwa ni ishara kwamba kiongozi mkuu alikuwa tayari kujaribu uwezekano kwamba Jamhuri ya Kiislamu inaweza kufikia makubaliano na Trump kuhusu mpango wake wa nyuklia. Lakini pia katika majina ambayo yalikuwa yanatajwa kama ni mrithi wa Ayatollah Ali Khamenei, kumbuka pia jina lake lilikuwepo. Robu Male, afisa wa zamani wa Marekani ambaye alihudumu kama mjumbe wa Rais Joe Biden wa Iran, alisema alikuwa ni mmoja wa viongozi wenye akili zaidi, labda wasio na nukuu, na mmoja wa wale waliowaita kwa sababu ya uzoefu wake wanapokabiliwa na hali kama hizi. Lakini baadaye Larijani aliambia mkutano wa faragha wa wachambuzi wa Iran kwamba alitambua kuwa Washington haikuwa tayari kufikia makubaliano, kulingana na Saidi Leirazi, mchambuzi aliyehudhuria mkutano huo. Upinzani wa Iran unamtuhumu Larijani kwa kuwa mbunifu wa ukandamizaji wa kikatili wa maandamano ya kupinga serikali yaliyoikumba Iran mnamo Disemba na mwezi wa kwanza, ambapo makundi ya haki za binadamu yanakadiria kwamba maelfu ya watu waliuawa na utawala huo. Akiwa mpiganaji wa muda mrefu wa utawala huo, alikuwa ni mkongwe wa walinzi wa mapinduzi na alikuwa ameshikilia nyadhifa mbalimbali za juu katika Jamhuri ya Kiislamu. Hii inajumuisha kipindi kirefu kama spika wa bunge. Aliongoza bunge hilo lilipoidhinisha makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 ambayo Iran ilisaini na Marekani na mataifa mengine yenye nguvu duniani, ambayo Trump aliyaacha wakati wa muhula wake wa kwanza. Larijani, ambaye alikuwa na shahada ya uzamivu PhD katika falsafa na alikuwa katika kitivo katika chuo kikuu cha Tehran, pia aliwahi kuwa waziri wa utamaduni na kuongoza televisheni ya taifa ya Iran. Lakini kabla ya Khamenei kumgeukia baada ya vita vya mwezi Juni, Larijani alikuwa amesukumwa pembezoni mwa utawala kwa sababu ya uhusiano wake na rais wa zamani Hassan Rouhani, ambaye alijadili makubaliano ya nyuklia. Larijani alizuiwa kugombea urais mwaka wa 2021 na mwaka 2024. Baada ya Khamenei kuuawa, viongozi muhimu wa kiraia wakati wa vita waliaminika kuwa Rais Masoud Pezeshkian, Muhammadi Bagel Garibaf, spika wa bunge, mfuasi mwenye nguvu wa serikali aliye karibu na walinzi na Larijani. Hawa walitajwa. Male alisema ni mapema mno kupima athari za kifo cha Larijani kwa utawala, akiongeza wamepitia idadi ya kile ambacho kingechukuliwa kuwa mapigo makubwa sana. Katika suala la Iran, una nchi ambapo maamuzi yanaonekana kuwa ya kitaasisi na hayategemei utu. Male alisema hiyo haimaanishi kwamba wakati fulani hawapotezi viongozi wao wengi kiasi kwamba inakuwa vigumu sana kufanya maamuzi. Hii inamaanisha kwamba Iran wanakuaga na ule muhimili wa four, yani kwamba kiongozi mmoja ambapo anakuwa amepotea au kauawa, wanakuwa na viongozi wengine wa 4 chini yake ambao tayari walikuwa wameandaliwa. Kwa hiyo hata kitokea kiongozi fulani amekufa, tayari wanakuwa na mrithi. Tumeshuhudia mara nyingi sana viongozi wanakufa, lakini kwa muda mfupi sana wanakuja viongozi wengine. Kama sehemu ya maandalizi yake ya vita, mamlaka yaligawanya maamuzi ya kijeshi ili kuzuia vikosi vyake kuzoofishwa na mauaji ya makamanda wakuu, wanasema wandani na wachambuzi wa serikali. Kwa hiyo hicho ndicho kilichotokea na tunasubiria kuona Iran wakithibitisha taarifa hizi kama ni za ukweli. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ametoa wito kwa Umoja wa Mataifa na katibu mkuu wake Antonio Guterres kulaani vikali
na waziwazi uchokozi wa Marekani na Israel dhidi ya Tehran na kuwawajibisha wale waliohusika kwa mujibu wa sura ya 7 ya mkataba wa Umoja wa Mataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran katika mazungumzo ya simu na Antonio Guterres amesisitiza hitaji la jumuiya ya kimataifa kuzingatia chanzo kikuu cha ukosefu wa usalama katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na maendeleo yanayohusiana na mlango bahari wa Hormuz. Al-Araghchi alisisitiza kwamba hali ya urambazaji katika mlango bahari wa Hormuz haiwezi kutenganishwa na hali ya jumla ya kikanda, ikizingatiwa kwamba usumbufu wowote katika njia hii muhimu ni matokeo moja kwa moja ya operesheni za kijeshi za Marekani na Israel dhidi ya Iran. Al-Araghchi pia ametoa wito wa kuchukuliwa hatua pana za kimataifa na mashirika yanayohusika na usalama na amani ili kulaani uhalifu wa Marekani na Israel na kudai kusitishwa kwa shughuli za kijeshi dhidi ya watu wa Iran. Katika muktadha huu, Tehran ililaani mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon, ikishutumu Israel kwa kusababisha mamia ya vifo na kuonya kwamba kushindwa kuiwajibisha kungesababisha kuongezeka kwa mashambulizi katika eneo hilo na duniani. Ni hayo tu kwa sasa, nitakuletea taarifa pale ambapo Iran watathibitisha taarifa hizo ambazo kwa sasa zimekuwa ni gumzo mitandaoni. Lakini pia David Keys kama ulivyoona aliandika kabisa kupitia akaunti yake ya X siku hiyo ya kuadhimisha siku ya Quds kwamba huyu mtu kwenye duara jekundu ni jasusi kutoka Israel na aliingia Iran asubuhi kabisa, na target yake au kazi yake ilikuwa ni kuhakikisha kwamba Ali Larijani anauawa. Taarifa IDF imetoa kwamba ameuawa. Tusubirie kuona Iran watatoa taarifa gani, lakini nimesema kama watathibitisha na itakuwa ni kweli, basi itakuwa ni wiki ngumu sana kwa Iran. Lakini pia kwenye peji yake Ali Larijani tumeshuhudia barua ambayo ina mwandiko wake ikiwa imepostiwa kama nilivyokuambia hapo. Shana sisi muone yako na tukutane pia wakati mwingine tena.